Uhali gani mtazamaji wa ASAM Online TV, leo tukiwa katika maeneo ya jimbo la Mahonda, ambapo lengo na mazumuni ya kuwepo hapa ni kuweza kushuhudia juu ya ufunguzi wa darasa la itikadi, ambalo lengo na mazumuni ya kuweza kufungua darasa hili ni kuwataka wananchi wa shehia hii kuwa na umoja katika kuendeleza umoja na mshikamano wa Chama cha Mapinduzi. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Abdurahmani Awesi, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Nataka kukwambieni umuhimu wa madarasa haya. Moja ya jambo ambalo sasa hivi chama chetu tulifanya kosa kuua vyuo vya chama. Wakati wetu sisi hapa Zanzibar tulikuwa na chuo pale cha CCM Maisara, lakini tulikuwa na chuo cha chama Kivukoni, kulikuwa na chuo cha chama wapi kule Iringa. Hata umoja wa vijana, mimi watu wa vijana tulipelekwa Igumbiro, tulikuwa kuna semina mbalimbali za kuelekezwa vipi chama tukiendeshe na jumuiya zake. Tumekosea, hakuna vyuo vya chama, ingawa kuna chuo cha chama kikubwa sasa hivi pale Kibaha, lakini tofauti na ilivyokuwa wakati ule tulivyokuwa tunasomeshwa sisi. Na athari hiyo mimi naiona ndani ya chama na ndani ya jumuiya. Sasa kamati za siasa ya mkoa na kamati za siasa za wilaya tulisema nadhani kuna haja ya kuzindua madarasa ya itikadi mkoani kwetu. Na moja ya tatizo nyingine niliona, Mheshimiwa Mwenyekiti, viongozi wetu na wanachama wetu hawana katiba za chama, hawana kanuni za jumuiya, hawana. Sawa sawa na dereva, unaendesha gari huna leseni, lakini unaendesha gari hujue njia inokwenda. Anakwambia bosi twende, unamuuliza bosi tunaenda wapi? Twende tu. Unapiga mnaenda, tunaenda wapi? We twende tu. Ndio tunavyokiendesha chama hiki sasa. Si kiongozi, si mwanachama. Katika jumuiya si kiongozi, si wanachama. Hawajui hicho chama chenyewe, malengo, madhumuni, nini kinataka, hatujui. Kwa nini? Hamna katiba. Sasa wana darasa, jambo moja mfanye, mpate katiba za chama na kanuni za jumuiya. Moja ya vijana, yule mtii na wazazi. Unaweza kumkuta mtu katibu wa jumuiya ya vijana anayo kanuni ya umoja wa vijana, hana. Mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake anayo kanuni ya wanawake, hana. Mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi anayo kanuni ya jumuiya ya wazazi, hana. Anaendeshaje hizo jumuiya? Katibu wa CCM tawi, jimbo, kata anayo katiba ya chama, hana. Mjumbe wa kamati ya siasa tawi, wadi, jimbo anayo kama katiba, hana. Mnajengaje hoja kwenye vikao? Mnakosoaje uendeshaji wa chama kwamba sivyo unavyokwenda? Hayo ndio matatizo tulionayo ndani ya chama chetu na jumuiya zetu. Chama hichi kina malengo yake, ndio kimepanga yafanyike. Kila mwanachama, kila kiongozi anapasa wajue chama hichi kina taratibu zake. Vipi mwanachama anatakiwa awe wa chama hichi? Sio kila mtu aingie tu. Ukiingia kwenye chama cha CCM lazima unyumbuke uwe ki-CCM. Na waelekea vijana wenzangu ambao mnatarajiwa kupata darasa la itikadi. Vijana wengi tumekosa swala zima la uzalendo, na uzalendo huu unakosekana kwa sababu ile aliyosema mwenyekiti kwamba tunakosa madarasa ya itikadi. Tunapokosa madarasa ya itikadi ndipo ambapo tunakosa uzalendo wa nchi yetu, na tunatakiwa sisi wananchi, sisi vijana lazima tuijue nchi yetu.
Lazima tuwe na uchungu wa nchi yetu, lazima tuitetee nchi yetu. Tukikosa madarasa ya itikadi, vitu hivi ndivyo ambavyo tunavikosa na vinatupelekea katika harassment ya nchi, na tunaotumiwa ni sisi vijana, kwa sababu tumekosa uzalendo, na uzalendo huo tumekosa kwa sababu ya kukosa madarasa ya itikadi. Sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi ndio watetezi wa nchi yetu. Shukuru ama tumefurahi vijana kufunguliwa darasa hili, kwa sababu ni darasa ambalo litatufunza mambo mengi, chimbuko la chama, je, tumepataje uhuru na mambo mengi. Mimi maoni yangu, nawaomba kwamba wafike katika madarasa yetu, wakiitwa wahudhurie ili wasikilize viongozi wetu wanataka nini na madarasa yanatoa mafunzo gani, na viongozi wametuahidi kwamba madarasa ni mazuri na tutajifunza mambo mengi, hivyo wahudhurie kwa wingi katika madarasa yetu.